Majina yangu ninaitwa Mchungaji George Edward wa kanisa la EGT Shalom Nyamongoro, jirani na Center Nyamongoro. Na tunakuja kuzungumzia kwa ajili ya siku yetu ya kuishi kwa amani au kukaa pamoja kwa amani na kufanya mambo kwa pamoja kwa amani. Amani ni jambo la muhimu sana. Amani ni jambo ya muhimu sana. Hakuna amani sehemu popote anapoishi mwanadamu pakawa na maendeleo au jamii kakaa pamoja, watu wakaweza kuzikana, watu wakaweza kutembeleana na kufanya sherehe pamoja na kufanya tafrija mbalimbali au kukaa pamoja kama ndugu na kuongea na kujadili mambo kadha wa kadha. Hata taifa haliwezi kufanya maendeleo, hata mtawala hawezi kutawala kwa amani kama hakuna amani. Kwa Kamusi ya 21 inazungumza, inasema ni hali ya kutokuwa na vita au machafuko, usalama. Kwa hiyo tunaposema kwamba amani, tunazungumza ni hali ya kutokuwa na vita na machafuko na usalama. Hiyo ndio tunazungumzia amani. Lakini haitoshi kuhubiri amani bila kuwepo kwa haki na kuishi kwa amani. Kwa hiyo tunaweza tukazungumzia amani, lakini kama watu hawatendi haki, kama watu hawawezi kufanya haki, wanajenga chuki ndani ya mioyo ya watu. Kwa sababu mtu asipotendewa haki hatapenda daktari, hatapenda conductor au driver. Kwa mfano tu nikupe driver wa daladala, mtu labda anashukia tuseme labda Igoma, anapelekwa mpaka Kisesa. Sasa atakuwa na mtu na maumivu moyoni. Kwa nini? Kwa sababu hakutendewa haki. Kwa hiyo tunapozungumza amani, ni hali ya kutokuwa na vita, ni hali ya kutokuwa na machafuko, panakuwa na usalama. Kwa hiyo na haki inatakikana. Ili tuendelee kuishi kwa amani, inahitajika haki. Kwa hiyo tumeona katika Kamusi ya Kiswahili inazungumzia amani ni nini, lakini katika Biblia inasema nini? Kwenye Biblia kwenye Biblia Mungu anazungumza nini? Hapa ndasoma Biblia tofauti. Kuna Biblia ya Kimvita, kuna Biblia habari njema, kuna Biblia ya neno, tunaita Biblia ya neno. Lakini tunasema nini? Biblia inaonyesha nini juu ya amani? Katika lugha ya asili Biblia, neno la amani lina maana kubwa, ilikuwa na maana kubwa kuliko ile ambayo watu wa siku hizi wanavyoweka katika hali ya kawaida. Katika Agano la Kale, amani Kiebrania ilikuwa inaitwa Shalom. Ilikuwa na maana mbalimbali, ikiwemo vile ukamilifu, kuwa salama na uzima na kuwa na hali njema. Kwa hiyo katika hali kamilifu, maana yake ukamilifu wa hali ya usalama, ulinzi, kutoka kwenda kazini, kuna vyombo vya dola vinasimamia, kuna mambo mbalimbali ambayo yanamfanya mtu katika hali ya ukamilifu ule. Kwa hiyo kila jambo linafanywa katika usalama na uzima, kwa sababu kama hakuna uzima, kuhakikishiwa uzima, kuna vita, kuna watu wanauawa, huwezi ukasema kuna amani. Kwa hiyo mtu ili aone kuna amani, anatakiwa ahakikishiwe usalama wake, uzima wake, uhai wake. Anapotoka atakwenda, atarudi salama, na kuwa na hali njema. Hali njema maana yake katika maeneo yote husika, kuanzia kwenye familia, afya, ukitembea barabarani, kwenda kazini, kwenye biashara, katika hali njema. Lakini pia nitaka nisome neno la Mungu ili tuende vizuri katika kitabu. Nianze na Biblia ya habari njema. Kutokana na uadilifu watu watapata amani na utulivu na usalama, watadumu milele. Watu wangu watakaa katika makao ya amani na katika maskani salama na mazingira ya utulivu. Kwa hiyo Mungu anachoona, hii Biblia ya habari njema inazungumza kwamba kutokana na uadilifu. Uadilifu tunazungumzia haki. Haki ndio inazungumzwa kwenye kitabu cha Biblia ya Kimvita, kwamba kutokana na haki watu watapata amani, kwa sababu ile haki inasababisha amani, nampa mtu kuridhika
inampa mtu kujiona kwamba kumbe hiki ndivyo kilivyo. Sasa anasema watakaa makao watapata amani, lakini katika makao yao maisha yao yatakuwa salama. Lakini bado Mungu anakwenda mbali, anasema na makao yao hao watakaa katika makao ya amani. Kwa nini wanakaa katika makao ya amani na maskani yao ambayo watakuwa salama na mazingira ya utulivu? Mazingira ya utulivu, pasipokutiwa hofu, pasipokutiwa mashaka. Kwa hiyo unaweza ukakuta kama familia isipoangalia, leo tunapata shida, hata taifa linapata shida. Ni kweli nchi yetu ina amani kwa ujumla hivi, amani, lakini ukija kwa Watanzania wenyewe unakuta hawana amani. Amani kati ya mtu na mtu, kati ya mwanaume na mke wake, mtoto na mzazi wake. Kwa nini? Kwa sababu hii amani huwa inatunzwa, hii amani huwa inatendewa haki. Kuna vitu vinavyoondoa amani. Kwa mfano, mwanamke anayepigwa na mume wake, anapigwa bila sababu mpaka anazimia na watoto wanaona, hiyo familia watakuwa na amani na baba yao. Kwa nini? Kwa sababu ya matendo yanayotendeka. Lakini Mungu anataka sisi kama watu wake aliyotuweka duniani tuishi kwa uadilifu. Uadilifu unaleta amani, na uadilifu unasababisha utulivu, na utulivu unaleta usalama. Tukidumu katika hayo, watu watakaa katika makao yaliyo na amani na katika mazingira ambayo yana utulivu. Kwa hiyo tutakuwa na utulivu, tutakuwa ni watu ambao tunaishi, tunapendana, tunasaminiana. Hakuna wezi, tunapunguzia hata mapolisi kazi za kuanza kusaka wezi, kusaka vibaka, kusaka nini, kwa sababu tuna utulivu, tuna amani, tunatenda kwa haki, tunatenda kwa uadilifu. Kwa hiyo tendo hili la kwamba la amani, Mungu anaiangalia amani, na ndio maana nimezungumzia kwamba Biblia inasema katika kitabu hiki cha Isaya sura hiyo ya 32 na mstari wa 17 kwamba kutokana na uadilifu watu watapata amani, na utulivu na usalama utadumu milele. Watu wangu watakaa katika makao ya amani na katika maskani salama na mazingira ya utulivu. Ani mtu atakuwa anakaa anapoishi pana amani, anapotoka kutembea kwenda kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli zake, kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwa sababu kuna amani. Na ndicho maana Mungu anasisitiza sana kwamba sisi tunatakiwa kujua kwamba hii amani kuna kipindi wage inatoka na ikitoka huwa inatafutwa. Ndio maana Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Ibrania, tafuteni kuwa na amani na watu wote. Maana yake amani huwa inatafutwa kati ya mtu na ili muishi kwa amani, ili mfanye mambo kwa amani. Kwa nini? Watanzania tunategemeana sana. Kwa mfano, kuna mambo yanatuleta pamoja. Kuna mtu kafiwa, utahitaji watu wa kukusaidia kuzika ndugu yako. Kuna mtu amepata majanga, saa nyingine majanga ya moto, wewe haupo, majirani wanakuja na kuokolea vitu. Kwa hiyo tunahitajiana sana. Kwa hiyo tunapokuwa na amani, maana yake tuko tayari kusaidiana, maana yake tuko tayari kufanya vitu kwa pamoja. Lakini kama hakuna amani, kila mmoja anakuwa kivyake, kila mmoja anakuwa ajali la mwenzie. Ukipata baya anasema ngoja ukome, anafurahia kule kuharibikiwa kwako. Kwa hiyo amani ni kitu cha muhimu sana, na amani huwa inalindwa, na amani huwa inatunzwa. Lakini amani pia kuna mambo huwa yanaangaliwa, yale ambayo yanaondoa amani. Yale yanaondoa amani yanashughulikiwa ili amani isiondoke, ibaki kudumu na ibaki kuwepo. Hiyo ni jambo la muhimu sana, na ndicho maana Mungu anahitaji watu wake. Kitu alichokuwa anawaahidia, Mungu anaambia atawapa amani. Kwa nini? Amani ni kitu cha Mungu. Pasipo amani huwezi ukafanya chochote. Pasipo amani mtu hawezi akaoa. Pasipo amani mtu hawezi akalima akapanda mazao. Pasipo amani mtu hawezi akafuga. Pasipo amani mtu hawezi kwenda shule kusoma. Pasipo amani mtu hawezi kufanya uwekezaji wowote. Pasipo amani mtu hawezi kufanya biashara. Pasipo amani mtu hawezi kufanya chochote ambacho anategemea afanye na cha faida kwenye maisha yake. Kwa hiyo amani ni ya muhimu sana, na amani Mungu anaiangalia, na ndio maana katika kitabu cha Ibrania, katika lugha ya Kiebrania inaita shalom. Shalom maana yake ni amani. Kwa kuwa ukiwa na amani kuna ukamilifu, kuna usalama, kuna uzima. Uzima maana yake unajumlisha uhai wa kwako kuwa hai, lakini na hali njema.
Kwa hiyo vitu hivi vinakusaidia kutembea katika hali njema, kutembea katika uadilifu, kutenda haki, ili amani izidi kudumu, ili amani izidi kuwepo, ili watu waendelee kufurahia kuwa na amani, kwa sababu kuna haki, kwa sababu kuna uadilifu, na Mungu anategemea kuona sisi tunaoishi kama katika nchi yetu ya Tanzania na katika familia, katika jamii, katika serikali, watu wanasimamia amani katika haki. Jina langu naitwa Esther John Makorere. Nimeokoka, nampenda Yesu na ninasali katika kanisa la EAGT Shalom Nyamuhongoro katika mtaa wa Kashishi. Bwana Yesu asifiwe sana na Bwana wabariki sana. Ninaamini ya kwamba mimi napenda sana habari ya amani. Amani inatokana na upendo ndani ya mtu. Amani inatokana na jinsi watu wanavyoishi katika jamii. Amani inatokana na viongozi tulionao makanisani, katika mtaa, katika nchi. Inategemea amani. Amani inategemea pia upendo na kuelewana katika jamii zetu. Je, tunaishije katika maisha ya kawaida, maisha ya wokovu, maisha katika taifa letu, maisha kulingana na viongozi wetu? Viongozi wetu wa nchi wanaweza kuleta amani, viongozi wetu wa makanisa wanaleta amani, viongozi wetu wa mtaa, mahali popote tunapoishi, wananchi wa kawaida wanaweza kuleta amani. Inategemea mtu kutoka ndani ya moyo wake, mtu katika mtazamo wake, katika nchi, katika familia, katika jamii. Mimi binafsi napenda amani. Fanye nini ili amani iwepo? Ili kuwepo na amani, lazima umpende ndugu yako, lazima umjali ndugu yako. Watu wa mataifa yote tupendane, viongozi wa kidini, viongozi wa serikali, viongozi wa mitaa, familia zetu, baba na mama lazima wapendane ili amani iwepo katika familia. Okay, je. Mimi naitwa Zefania Julius Mataba, niko kwanza. Swala la muhimu sana, amani ni kitu cha msingi. Bila amani huwezi kufanya maendeleo yoyote, na kila mtu anawajibika, anapaswa kuwa chanzo cha amani. Tukiangalia dunia nzima kwa sasa hivi, kwanza maisha ya watu yamekuwa magumu kulingana na uhalisia wa nini kinachoendelea. Kwa mfano sasa hivi kila mtu analalamika mafuta yamepanda, maisha yamepanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mahala amani imeondolewa. Kwa mfano tunazungumzia habari za Israeli walivyoivamia wakishikana na Marekani kushambulia Irani. Irani nayo kwa kujihami amefunga mlango wa Hormuz. Sasa tutaona kule hakuna amani, kuna watu wanakufa, pamoja na kwamba wanauana, lakini imeathiri na sisi huku. Mafuta yamepanda, maisha yameharibika kwa maana ya maisha kila siku. Lakini haya yote maisha yanapanda kwa sababu gani? Ni kwa sababu amani imeondolewa. Kwa sababu kuna mahala amani haipo. Na ningependa kusema kwa viongozi tu, ni vizuri kumthamini mtu mwingine. Kwa mfano mimi nasoma Biblia, inatuambia Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako unavyojipenda. Nikimpenda yule nitamthamini. Nikimthamini nitamfanya kuwa aishi vizuri. Unajua, kwa mfano kuna watu nasema tunahitaji amani. Amani ipi kama huwezi kumpenda mwingine ukamthamini? Unavyojipenda, kwa mfano mtu anajipenda, unajipa chakula, unapata mahitaji yako, unajipa mavazi kwa sababu unajipenda. Na kwa sababu unajipenda huwezi ukajidhuru. Na kwa nini huwezi kujidhuru? Kwa sababu unajithamini. Sasa ukimthamini mwenzako, nchi ikithamini nyenzake, sio maslahi tu ambayo kwamba unasukuma mtu na maslahi, unakwenda kusema tutatengeneza amani, tutatengeneza amani. Kwa mfano nimsikia rais wa Marekani, hata George W. Bush aliwahi kusema tunaipiga Iraki, halafu kesho tutaijenga. Lakini leo Iraki ina maisha gani? Haipo, hawana usalama, hawana amani. Tuangalie kule Libya, walikuwa nasema nani huyu Gaddafi kwamba anasumbua wananchi wake. Tutawaletea amani, tutawafanya nini? Lakini mpaka leo hakuna amani, nchi ishagawanyika. Kwa hiyo mimi nitume ujumbe kwa